Uhuru apigwa kumbo, aambiwa aachie Gachagua usemaji wa Mlima siasa za 2027. Karibu kwenye taarifa zetu za Erran Media na kuomba uchukue sekunde yako moja upige subscription. Wandani waliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua sasa wamemtekeleza rais mstaafu Uhuru Kenyatta, wakishikilia kuwa wanamtambua mbunge huyo wa zamani wa Mathira kama kigogo wa Mlima Kenya kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027. Wanasema sababu ameondoka mamlaka bwana Kenyatta, anafaa kuwa mshauri wa viongozi wa sasa wala sio msemaji wao katika masuala ya kisiasa. Sisi yule tunayemtambua hapa Mlima Kenya ni Gachagua. Yeyote anayetaka kuungana nasi sharti afanye hivyo kupita kwake. Uhuru ambaye sasa amestaafu atasalia tu kuwa mshauri wetu wala sio msemaji wetu, akasema seneta wa Murang'a Joe Nyutu wakati wa ibada ya kanisa la AIPCA Kihoya lililoko eneo bunge la Mathioya katika kaunti ya Murang'a. Ibada hiyo iliyohudhuriwa na bwana Gachagua ambaye ndiye kiongozi wa kitaifa wa chama cha Democracy of Citizens Party DCP. Alisema kwamba yeyote ambaye anataka kupata uungwaji mkono kutoka watu wa Mlima Kenya sharti apitie Rigathi Gachagua. Yeye ndiye ufunguo na kuingia Mlima Kenya sasa wala sio Uhuru Kenyatta, bwana Nyutu alisitiza. Kauli hiyo inaonekana kuungwa mkono sio tu na bwana Gachagua mwenyewe bali wakereketo wengine wa DCP waliohudhuria ibada hiyo kama vile mbunge wa Embakasi Kaskazini James Gakuya na aliyekuwa mbunge wa Kigumo Jamlek Kamau. Kwa misingi hiyo, wanasiasa hao walimuonya aliyekuwa waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i akome kuongozwa na katibu mkuu wa chama cha bwana Kenyatta Jubilee Jeremiah Kioni. Bwana Kenyatta alihudumu kama rais kwa zamani kwa kipindi cha miaka 10 na akastaafu. Hatufai kuwa na tashwishi kuhusu ni nani anafaa kutupa mwelekeo wa 2027 kama jamii. Kiongozi wetu wa kisiasa sasa ni bwana Gachagua, na yeyote anayeletwa hapa mlimani kupitia mtu mwingine amepotea njia, seneta Nyatu akakariri. Kwa upande wake bwana Gachagua alalamikia kile alichokitaja kama njama ya Rais William Ruto kuwagawanya kwa misingi ya kisiasa wakazi wa Mlima Kenya, akisema zitafeli. Vile vile kuna wale wanaendelea kutuambia kuwa eti tunapasa kusubiri mwelekeo kuhusu siasa za mwaka 2027 kutoka kwa bwana Kenyatta ili Rigathi yuko. Hao ni watu wanaotaka kuturudisha nyuma, akaongeza. Bwana Gakuya alisema kwamba kile watu kama hao wanafaa kujua kwamba sasa bwana Kenyatta ni rais mstaafu. Tuwe na msimamo dhabiti kuhusu siasa za 2027. Kuna mahali ambapo tunategemea kauli ya rais mstaafu. Sisi tuko nyuma ya bwana Gachagua, chama chetu cha DCP. Bwana Gakuya alikariri. Mbunge huyo alimtaka Daktari Matiang'i akome kufuata bwana Kioni, akisema anapoteza wakati wake wapo hajatumikia kwa bwana Gachagua kama msemaji wa Mlima Kenya. Naye pia bwana Kamau alimtaka bwana Kenyatta apumzike na mpishe bwana Gachagua kuongoza jamii ya Mlimani katika mapambano ya kisiasa kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027. Alisema kwamba sasa ameamua kutofuata bwana Kenyatta na badala yake ajiunge na Gachagua aliye na sauti ya wapiga kura. Bwana Gachagua pia alizungumzia njama iliyoendeshwa na kuwanya wakazi wa Mlima Kenya kwa misingi ya kaunti wanakotoka. Mbunge huyo wa zamani wa Mathira alisema jukumu kuu alilo nalo sasa ni kupalilia umoja wa Mlima Kenya na kutokomeza kabisa chama cha UDA. Ila ndizo taarifa za hivi sasa. Unaweza toa maoni yako hapo kwenye comment section. Ni Erran Media.